Sasa leo tutajifunza mbinu za kisaikolojia za kumsoma mtu kwa haraka. Unajua kuna mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza kuzitumia ukamsoma mtu hata yeye bila kuambia jambo lolote, na ukaweza kuelewa hali yake na ukajua anachopitia bila hata yeye kukuambia. Sasa leo tutaenda kuziangalia kwa undani zaidi. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe ili usio unapitwa na masomo yetu ambayo tunayaweka kila siku. Sasa kitu cha kwanza kabisa unatakiwa ufahamu kitu kinachoitwa baseline. Kabla ya kumsoma mtu yote, lazima ujue jambo moja muhimu sana ambalo linaitwa baseline. Sasa baseline ni nini? Baseline ni tabia ya kawaida ya mtu husika. Kwa mfano, kama mtu huwa anapendelea kuongea kila siku kwa kasi au kwa sauti ya juu, hiyo ndio baseline yake. Lakini ukiona hiyo siku anaongea sauti ya chini na kasi ya maneno yake inakuwa iko chini, hiyo inakuwa sio baseline yake. Baseline ni tabia kawaida ya mtu husika. Ukiona ibadilika, basi hapo sasa ndio unaweza kuweka doubt na unaweza kuanza kumsoma mtu, kwa sababu tunaanzia pale kwenye ile baseline ya mtu kwamba mtu ana tabia fulani ya kawaida. Sasa anapobadilika kutoka kwenye ule kawaida, basi hapo ndio tuna sense kwamba kuna kitu hakiko sawa, na hapo sasa ndipo msingi wa kuanza kumsoma mtu ndio unatokea hapo. Kwa hiyo jua kwanza baseline ya mtu. Ukishajua baseline ya mtu, inakuwa ni rahisi kujua kwamba hapa yuko kwenye baseline yake, yuko kwenye tabia tofauti, na hapo utakuwa ni rahisi kumsoma. Kwa hiyo kitu cha muhimu sana, jua baseline ya mtu kwanza kabla ya kumsoma kitu chochote. Sasa mbinu ya kwanza kabisa, huwa tunaangalia lugha ya mwili, na kwenye lugha ya mwili kuna sehemu za muhimu ambazo tunaangalia. Kwanza kabisa ni macho, mikono na miguu. Sasa kwenye macho, kwa mfano mtu akiwa na furaha, mboni ya macho yake huwaga inafunguka zaidi, na kwenye upande wa kwenye macho, huwa upande wa mwishoni kule kwenye pembe za macho huwa kuna jikunja ambao kwa kitaalamu inaitwa claw feet. Hiyo inakuwa inaonyesha huyo mtu ana furaha. Lakini mikono, mtu ambaye amekunja mikono na amefunga kwa upande wa mbele, huwa ina ishara kwamba huyu mtu anajilinda na hakubaliani na hilo jambo ambalo mnazungumza. Kwa hiyo kwa mfano unaongea na mtu kaona amekunja mikono, hiyo ni ishara kwamba anajilinda. Anaweza asiwe amesema, lakini mwili wake ukao unamuongoza, kwa sababu asilimia kubwa mwili waga unafanya vitendo muda mwingine bila hata sisi kutambua kwamba tumefanya vile, kwa sababu vitendo vingi vinaongozwa na hisia. Kwa hiyo unajikuta amefanya vile kwa hali kwamba labda kuna kitu labda kimetokea pale ili ajilinde na ile situation. Kwa hiyo unakuta anafanya automatic bila hata yeye kujua. Kwa hiyo hapo unaweza kugundua kwamba huyu mtu anajilinda au akubaliani na wazo ambalo namwambia. Lakini miguu, kwenye miguu ndio sehemu ambayo huwa mara nyingi mtu hawezi kuirekebisha. Sehemu zingine mtu anaweza kuzirekebisha ili usimkundu, lakini miguu huwa inatoa siri nzito sana kwa mtu, kwa sababu miguu huwa inaonyesha uhalisia wa mtu anachokifikiria au anachokiwazia kuliko sehemu zingine za mwili. Sasa kwenye miguu tunaangalia nini? Kwa mfano, ukimwona mtu naongea naye au mmekaa, unaona miguu yake inaangalia upande wa mlangoni au inaangalia upande mwingine, hapo unajua kabisa kwamba huyo mtu hayuko tayari kusikiliza, na hata unaozungumza hakubaliani nayo. Na mara nyingi watu wa hivyo anakuwa anatamani tu umalize ili aondoke. Lakini ukiona miguu inaangalia upande wako na imeelekea sehemu ambayo na wewe upo, maana yake huyo mtu yuko makini na kusikilia kile unachosema. Kwa miguu unaweza kaangalia pia ukajua kwamba mtu anahisi nini au anafikiria nini. Lakini tunaangalia pia kwenye shingo na uso. Ukiona mtu anashikashika shingo au anachezea sana uso, anakuwa anachezea sana uso, hiyo inakuwa ni ishara kwamba huyu mtu ana wasiwasi au anapitia hali ya kuwa na hofu. Kwa hiyo unaweza kujua pia kupitia kumuona hivyo kwamba ukiona mtu anachezea uso, anachezea shingo, unajua sasa huyu mtu ana hofu na ana wasiwasi. Lakini mbinu nyingine ni kwenye sauti na maneno. Sasa kwenye sauti na maneno huwa tunaangalia kasi na toni, au kwa lugha ya Kiingereza inaitwa pitch. Ukimwona mtu anaongea ghafla, alikuwa anaongea kawaida ghafla akapandisha sauti, mara nyingi ni huyu mtu anakuwa na uongo ndani ya maneno anayosema, au anakuwa na msongo wa mawazo. Kwa sababu kikawaida kwenye baseline ya mtu ya kawaida unakuta labda huwa anaongea kawaida, lakini ukiona ghafla
anapandisha sauti juu, hiyo inakuwa ina ishara kwamba huyo mtu anakuwa na msongo wa mawazo au kile anachokizungumza hakina ukweli ndani yake, na anafanya vile ili kujilinda usiendelee kumuuliza. Lakini pia tunaangalia tone, ile sauti au kwa lugha ya Kiingereza inaitwa pitch. Sauti ikiwa juu mwishoni wa sentence, yani kwa mfano mtu anakueleza jambo fulani alafu mwishoni akaipandisha juu zaidi, hiyo inakuwa ina ishara kwamba huyo mtu hajiamini, na mara nyingi anafanya vile pia kujilinda. Lakini ukiona mtu anaongea alafu mwishoni sauti yake inakuwa kawaida, haipandishi juu, huyo mtu anakuwa anaamini anachokisema na hana wasiwasi na yale anayoyazungumza. Lakini mtu anayepandisha sauti kwa juu baada ya kumalizia sentence anawekea mkazo, mara nyingi huwa hana uhakika na anayosema, na mara nyingi ni ishara ya kutokujiamini. Lakini sasa jambo la muhimu zaidi, usihitimishe kwa kuangalia tu sauti na maneno ukamjaji mtu. Cha msingi angalia ishara 2 hadi 3 kama zinafuatana kulingana na muktadha wa mtu husika. Usihitimishe tu umeona mtu anaongea mwishoni akapandisha sauti ukasema huyo mtu haamini anayosema. Hapana, lazima uunganishe ishara 1, 2 hadi 3 ili kupata hitimisho zuri. Lakini mbinu nyingine ni mbinu ya kuangalia hisia 7 za msingi. Sasa huwa kuna hisia 7 za msingi ambazo ni universal, yani dunia nzima imezitengeneza, inazitumia, na mara nyingi hizi hisia 7 ambazo zinatumika dunia nzima, maana yake kila sehemu ndio ziko hivyo, yani ni dunia nzima zinakuwa katika muundo huo, kwamba ukienda sehemu yote basi zote zinatumika ni namna hii, kwamba zimegunduliwa na zimefanywa utafiti kwamba ziko hivyo kwa watu wote. Sasa hizi hisia 7 huwa mara nyingi kwanza zina nguvu kubwa, kwa sababu huwa zinatokana na DNA yetu, yani kwamba tumezilisi kutoka hata kwa wazazi wetu, kwa sababu unaweza kukuta mtoto mdogo anakunja X au anaweka zile ndita, lakini hakuna mtu aliyemfundisha kufanya vile, kwa sababu amelisi kutoka kwa baba yake na baba yake amelisi kwa baba yake. Kwa hiyo zinakuwa zimetoka kwenye DNA au vinasaba vyetu mwanzo kabisa, na vikaingia kwetu na vikaanza kutuasili. Kwa hiyo mara nyingi vinatokea bila hata sisi kuviongoza au kuvitambua, kwa sababu mara nyingi vinatokea ndani kabisa ya utu wetu ule wa ndani. Sasa kuna hisia 7 ambazo unatakiwa uzifahamu. Ya kwanza kabisa ni furaha. So utajuaje mtu ana furaha au ana huzuni au ana hasira? Nisikize vizuri na utaelewa somo hili hapa vizuri. Sasa nitaka kujua mtu ana furaha, cha kwanza kabisa macho yake huwa yanajikunja pembeni. Unaweza kukutana na mtu ukaona anacheka, lakini ukiangalia kwenye upande wa machoni kule macho hayajikunja, yani kuna engo fulani kwenye macho inaitwa cloud fit, haijajikunja, huyo hacheki kiuhalisia, ana fake smile. Na hiyo smile ya uhalisia inaitwa Duchenne smile, yani lazima upande wa kwenye macho kunakuwa kunajikunja kidogo. Hiyo inakuwa inaonekana kwamba huyo mtu anacheka kweli. Lakini mtu anacheka kwa uongo, utakuta mdomo unatanuka, lakini kwenye kona ya macho ile ya pembeni kunakuwa hakujajikunja. Huyo anakuwa anadanganya, anacheka kumbe hacheki kiuhalisia. Lakini hisia nyingine ni ya huzuni. Sasa utajuaje mtu ana huzuni? Mara nyingi ukitaka kujua mtu mwenye huzuni, unaangalia zile pembe za mdomo huwa zinakuwa zimeshuka. Kwa hiyo ukiona mtu anakuambia yuko sawa, lakini ukiangalia zile pembe za mdomo zimeshuka, huyo anakuwa anadanganya, ana huzuni. Lakini hisia nyingine ni ya hasira. Ukitaka kujua mtu mwenye hasira, na nadhani watu wengi hii wameshaizoea, kwa sababu watu wengi sasa hivi asilimia kubwa wanakuwa na hasira mara nyingi, kwa hiyo ni rahisi sana kumgundua. Unakuta nyusi zinashuka na kukutana katikati. Kwa lugha ya Kiswahili ambayo tumezoea hapa Tanzania, mtu ambaye amekasirika na ile situation ambayo inamtokea waga tunaita kukunja ndita au kukunja X. Kwa hiyo mtu anaweza kuambia yuko sawa, lakini unaona kwenye upande wa nyusi zimeshuka, lakini pale katikati kati ya nyusi nyingine na nyingine zimekutana na kunakuwa kama kuna mikunjo. Hapo unajua huyo mtu anakudanganya. Mwili wake unamsaliti, anakuambia uko sawa, lakini mwili wake unamsaliti, anakuwa hayuko sawa. Lakini hisia nyingine ni ya hofu. Utajuaje mtu mwenye hofu? Mtu mwenye hofu nyusi zinakuwa zimepanda na kuvutwa kwa pamoja. Lakini hisia nyingine ni ya mshangao. Kwenye mshangao nyusi zinakuwa zimeinuka na macho na mdomo vinakuwa wazi. Lakini hisia nyingine ni kichefuchefu. Mara nyingi pua inakuwa imekunjwa
na mdomo hujikunja na upande mmoja wa mdomo pia unainuka. Hiyo inakuwa inaonyesha huyo mtu ana kichefuchefu. Lakini hisia nyingine ni ya chuki. Utajuaje mtu ana chuki, ambayo inaitwa kwa Kiingereza contempt. Sasa mara nyingi mtu mwenye chuki, tabasamu lake linakuwa la upande mmoja, ambao mara nyingi nadhani ushawahi hata kuona mtu anakuwa upande mmoja kama ameubinua hivi, anakuwa kama anachekea upande mmoja. Hiyo inakuwa inaonyesha huyo mtu ana chuki, lakini pia ni ishara ya kuwa na dharau. Kwa hiyo mtu anaweza kuambia yuko sawa, lakini unapokuwa unaongea naye unaona amebinua mdomo upande mmoja au ametabasamu kwa kuelekea upande mmoja, hapo najua huyo mtu anakudanganya, kwa sababu mwili wake unasema tofauti na maneno yake yanasema tofauti. Sasa jambo la muhimu kabisa la kuzingatia unapojifunza hizi mbinu za kumsoma mtu, cha kwanza kabisa zitumie kwa hekima, kwa sababu si kila mtu unayemsoma atafurahia unapomwambia kwamba wewe una huzuni au umekasirika au una hofu. Kuna wengine hawapendi kuonekana hivyo, unakuta yuko kwenye hali ya hofu lakini hapendi kuonekana. Kwa hiyo si vizuri kuzitumia vibaya, natakiwa uzitumie kwa busara na kwa hekima, kwa sababu sio wote watapendezwa na yale ambayo unawaambia. Lengo la kujua somo hili ni kujifunza jinsi ya kuishi na watu, lakini pia kujua muda sahihi wa kuzungumza na mtu. Kwa mfano mtu umeenda kuzungumza naye ukaona ana hisia hasira, kakasirika, unaweza ukampa muda ukaja kuzungumza naye baadaye. Lakini kama unaona mtu labda unampa wazo fulani, miguu yake imeelekea tofauti kabisa na mwelekeo wako, unajua kabisa huyu mtu anisikilizi, unatafuta namna nzuri ya kumshawishi ili akusikilize. Kwa lengo ni kwa ajili ya kuboresha mahusiano, lakini sio kuwazihaki watu au kuwasumbua watu. Hapo sasa utajikuta unaharibu kabisa mahusiano yako na watu wengine. Kwa hiyo hizi mbinu zitumike kwa maadili na kwa hekima, kwa sababu ukizitumia vibaya unaweza kabisa ukaharibu mahusiano yako na watu wengine. Lakini jambo jingine la muhimu la kuzingatia, usimhukumu mtu kwa ishara moja. Jitahidi kwanza usome baseline yake, lakini pia uangalie ishara zaidi ya 2 hadi 3 ambazo zinajirudia na muktadha wa mazingira husika. Usimhukumu mtu haraka. Jaribu kusoma kwanza mazingira na hali yake husika ndio umhukumu, kwa sababu ukimhukumu mtu kwa ishara moja unaweza kukosea, unakuta labda mtu ndio hali yake ya kawaida. Kwa hiyo jitahidi kwanza umsome mtu, ujue baseline yake, ndio utoe ufafanuzi kwamba huyu mtu ana hali hii. Lakini ukienda moja kwa moja ukamhukumu mtu bila kujua hali yake ya kawaida ambayo ni baseline, utakuwa unakosea. Unaweza kuta mtu labda kuongea kwa kasi ndo asili yake, wewe unamhukumu kwamba labda ana msongo wa mawazo, hapo utakuwa unakosea. Kwa hiyo jitahidi ujue kwanza baseline ya mtu, lakini pia usitumie ishara moja kumhukumu mtu. Jitahidi kuangalia ishara 2 hadi 3, lakini uangalie jinsi inavyojirudia na uunganishe ishara 2 hadi 3 kulingana na muktadha tofauti tofauti. Hapo ndo unaweza kuhitimisha kwamba huyo mtu ana hali gani. Nikushukuru sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Kama utakuwa na swali au kuna sehemu umejifunza na umeelewa vizuri, unaweza ka comment sehemu ya comment section, nami nitafurahia kuona comment yako. Lakini kama una changamoto yoyote au kuna sehemu hujaelewa pia, unaweza ka comment na mimi nitakufanulia vizuri zaidi. Asante kwa muda wako. Usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa wengine. Hadi kwa wakati mwingine, bye bye.